Kwenye video yangu ya siku kadhaa za nyuma, kama nakumbuka, nilikuonesha kwamba niko sehemu moja nimeenda kujifunza jinsi ya kulima migomba ya ndizi, kulima migomba ya ndizi vizuri. Nikakuonesha jinsi ambavyo migomba mashimo yanapaswa kuwa. Ili shimo kiliangaza kusema si shimo la kuweka sijui mnara, labda mnara wa chuma ile kubeba mabango ni, lakini shimo kiukweli ni la mgomba. Ni urefu mita moja, upana mita moja, tuseme ni square mita moja, lakini kushuka pia chini kimo chake ni mita moja. Cube hiyo. Unaona? Hiyo ni cube. Kwa hiyo tumeanza kuchimba mashimo. Nataka kupanda migomba takriban 100 ya kwanza majaribio. Then baada hapo maana migomba tena kuchukua mbegu maalum. Baada hapo ikianza kuzaliana, then nitaanza kufanya utaratibu wa kuhamisha vile vitoto na kupanda maeneo mengine. Sioni sababu ni kwa nini sehemu iwe na pori tu wakati tunaweza kaweka miti, mimea mbalimbali na ukaweza kupata ukavuna. Kwa hiyo ukiachana samaki huku naleta hicho kitu kipya na maji kwa sababu yapo yanatoka, nitajitahidi kutumia kwa staili hiyo. Niko na timu yangu hapa, watu wangu ambao wananisaidia hii kazi. Niko na bwana Mudi hapa. Nataka Mudi, habari yako bwana? Salama. Safi. Hongereni kwanza kwa kazi. Naona mnakwenda. Sawa. Kuna changamoto gani ambayo mnakutana nayo katika uchimbaji wa haya mashimo ya kwa ajili ya migomba? Changamoto hapa ni ardhi kuwa na ugumu kidogo. Ila sio mbaya, ila tunaenda tu mdogo. Sababu ni muda mrefu mvua haijanyesha, kwa hiyo ardhi imekuwa ngumu. Sawa. Naona jana mvua ilitubipu kidogo, lakini hamna ilichofanya cha maana. Maneno tu ya kawaida. Sawa. Sawa. Basi bwana, nikupeni pole lakini hongera. Kwenye kazi tunapeana hongera. Hongereni, mimi na imani pamoja na ugumu lakini mdogo tutatoboa, au vipi? Ndio. Haya, basi kazi njema. Asante.